mambo matano ya kuwafanyia wazazi baada ya kufariki kwao. Mambo matano ya kuwafanyia wazazi baada ya kufariki kwao. Wengi wetu illa man rahima Allah, isipokuwa wale aliowarahamu Allah, tuna tabia ya kuwasahau wazazi wetu pindi tutakapowazika. Asa muhadhara huu ukatufaa mimi na wewe, hasa tuliofiwa na wazazi. Namuomba Allah kwa rahma zake na kwa baraka zake na kwa huruma zake, tuliofiwa na wazazi, Allah awasameh wazazi wetu na awalaze pahala pema peponi. Na wale ambao wazazi wao wako hai, mmoja wao au wote wawili, namuomba Allah awahifadhi, awalinde na awapambe kwa siha njema. Mzazi baada ya kufariki bado anakudai au ndio ushamaliza? Jawabu, bado anakudai. Jawabu, bado kuna wema na ihsan unazotakiwa kuwafanyia hata baada ya kufariki kwao. Usije kusema ya kuwa alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamina, nimewasitiri, nimewazika mwenyewe, alhamdulillah, nishamaliza. Bado hujamaliza. Msikilize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anavyotuambia wazazi hata baada ya kufariki kwao bado kuna wema na ihsan tunaotakiwa kuwafanyia. Al-Imamu Abu Daud amepokea hadithi hii katika sahihi yake katika mlango wa birrul walidain, mlango wa kuwafanyia wema wazazi wawili. Hadithi nambari 5142, hadithi ya Abi Usaid Malik ibn Rabi'ah as-Sa'idi. Msikilize anasemaje. An Abi Usaid Malik ibn Rabi'ah as-Sa'idi قال: Abu Usaid Malik ibn Rabi'ah as-Sa'idi, sahaba huyu, sahabiyun huyu, anatusimulia, anatuhadithia, anatuambia: baina nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, moja ya masiku tukiwa sisi tumeketi mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idh jaahu rajulun min bani Salama, tahamaki kuna bwana mmoja
katika ukoo wa Bani Salama alimjia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuuliza swali hili lifuatalo mbele ya masahaba wote. Faqala ya Rasul Allah, akasema ewe mtume wa Allah, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Mtume wa Allah, hivi kuna wema tena uliobakia? Kuna ihsani tena iliyobakia? Kuna wema au kuna chochote katika wema na ihsan ambao mimi mtoto napaswa kuwatendea wazazi wangu wawili baada ya kufariki kwao? Angalia sahabiyun huyu alivyokuwa ana mapenzi na wazazi wake wawili. Tazama, huyu mtu ameshawazika kwa mikono yake, hakufanya kama tunavyofanya mimi na wewe. Alhamdulillahi rabbil alamin, nashukuru Bwana, nimewasitiri, nimemaliza. Yeye bado anaumiza kichwa kwa wazazi wake waliokwisha tangulia mbele ya haki. Anamuuliza mtume, bado kuna haki yao iliyosalia, iliyobakia juu yangu hata baada ya kuondoka kwao? Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, ndio. Hujamalizana nao, bado kuna wema na ihsan mnazotakiwa kuwafanyia wazazi wenu hata baada ya kuwazika kwenu. Kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fa'adda khamsan, akahisabu mambo matano. Tazameni mafundisho yaliyokwenda zaidi ya shule. Angalieni mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuyasikilize kwa makini, tuyapokee, tuyafanyie kazi kama kweli sisi tunamfuata na tunampenda. Kataja mambo matano ambayo unatakiwa kuwafanyia wazazi wako wawili baada ya kufariki kwao. Akasema jambo la kwanza, as-salatu alayhima. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya ni kuwaombea dua mara kwa mara. Jambo la pili, walistighfaru lahuma, kuwatakia istighfar mara kwa mara, kuwaombea msamaha kwa Allah mara kwa mara. Jambo la tatu, wa infadhu ahdihima ba'da mautihima. Jambo la tatu, na utekeleze nyasia zao, wasia walizokuachia baada ya kufariki kwao. Jambo la nne, wa ikramu sadiqihima, kuwaheshimu, kuwathamini marafiki zao. Jambo la tano, wasilatu rahimi,
allati la tusalu illa bihima, na uendelee kuunga udugu na ndugu zao, maami, mashangazi, wajomba, na uendelee kuunga udugu na ndugu zao, udugu ambao hauungwi ila ni kwa sababu yao. Haya ndio mambo matano ambayo kila Muislam anapaswa amfanyie mzazi wake aliyekwisha tangulia mbele ya haki hata baada ya kufariki kwake. Jambo la kwanza, Bwana Mtume anasema as-salatu alayhima, kuwafanyia swala. Kuwafanyia swala hapa hakusudii kuwaswalia swala ya maiti. Anajua hilo ulikwisha fanya wakati unawazika. As-salatu alayhima, nini maana yake? As-salatu lughatan ad-du'a. Swala ndugu zangu kilugha maana yake ni dua, na hilo kalithibitisha Allah katika suratu at-Tauba, aya iliyo maarufu. Allah anasema kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema wasalli alayhim inna salataka sakanun lahum wasalli alayhim inna salataka sakanun lahum wasalli alayhim, ewe Muhammad waombe dua ummati wako. Wasalli alayhim ayid'u lahum, yani waombe umma wako. Inna salataka, hakika ya swala yako kwao, yani dua zako kwao, sakanun lahum, ni utulivu kwao. Kwa hiyo ukiulizwa nini maana ya neno la as-salah lughatan, kilugha, sala kilugha ndugu zangu ni dua. Kwa jambo la kwanza ambalo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ameliwajibisha kwa watoto wote wa Kiislamu waliofiwa na wazazi, jambo la kwanza ni kuwaombea dua. Utasemaje? Kilugha unaweza kusema Allahumma salli ala abawayya, Allah waswalie wazazi wangu wawili. Ikiwa una maana ya waswalie, yani unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awarahamu, awape kila la kheri. Lakini pia unaweza kusema Allah wape wazazi wangu kila la kheri, Allah walaze pahala pema peponi, kama walikuwa wana mema yao waongezee katika mema yao, kama wana mapungufu yao na makosa yao wasameh katika makosa yao. Unajua Kiarabu, soma kwa Kiarabu. Hujui, soma Kiswahili shekhe. Aliyeumba lugha zote anakusikia pindi unapoomba. Ni wangapi katika sisi wanawakumbuka wazazi wao kwa dua, walio hai na waliofariki? Wangapi?
na unapaswa umwombee dua kila utakapokuwa unapata faragha na Mola wako, unajiombea mwenyewe, usimsahau mzazi wako. Hili ni jambo la kwanza ndugu zangu. As-salatu alayhima, ni kuwaombea dua mara kwa mara. Jambo la pili, walistighfaru lahuma. As-salatu alayhima, kuwaombea dua mara kwa mara. Jambo la pili, walistighfaru lahuma. Jambo la pili, kuwaombea istighfar, kuwaombea msamaha kwa Allah jalla fi ulah. Nikuulizeni swali moja ndugu zangu, kati ya mimi na wewe na baba wa manabii Ibrahim alayhi salam, nani bora? Nani bora? Nabii Ibrahim ni nabii bora, sio? Ulama usira wa tarikh wanatuambia ya kuwa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume na nabii anayefuatia kwa daraja, kwa utukufu, ni nabii Ibrahim alayhi salam. Ni nambari 2, au ukitaka unaweza kusema ni nambari 1 baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa akiwaombea wazazi wake wawili msamaha mbele ya Allah. Sikiliza, katika suratu Shuara, sote tunajua baba yake alikuwa mkosevu, baba yake alikuwa mshirikina. Si katika suratu Maryam anamwambia ya abati la ta'budi shaitana, akasema tena ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman. Ya abati, anamlingania baba yake. Riwaya zinaonyesha katika vitabu vya siyar na tarikh, baba yake alikuwa ndiye anaichonga masanamu. Baba yako wewe na baba yangu mimi hawajapinda kama baba wa Ibrahim alivyopinda. Baba yako wewe na baba yangu mimi wamesema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, na makosa yao na mapungufu yao hawamfikii kwa makosa baba wa Ibrahim alayhi salam. Pamoja na hayo, Ibrahim hakukata tamaa, alikuwa akimwomba Allah amsameh baba yake. Katika suratu Shuara, hebu angalieni sigha ya huruma kabisa. Alisema nini? waghfir li abi, subhanallah, waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. waghfir li abi, e Allah nakuomba umsameh, umghufurie baba yangu, innahu kana min ad-dallin, hakika ya baba yangu amekuwa ni mpotevu, amepotea, amekuwa ni mpotevu, amepotea. Mnaona manabii hawa? Sio mimi na wewe, mtu akipotea kwichi na hii, na akipotea na apotee kajitakia mwenyewe. Manabii wanaopotea wanaombea dua, ya Rabbi muongoze huyu, msameh makosa yake. Mimi na wewe leo mtu akipotea tunamkandamiza kabisa. Walidhalika katika asalib za da'wa, maulama wanatuambia inna ad-da'iyata kat-tabibi yasifu ad-dawaa lilmaridi ala qadri ad-da'. Mlinganiaji, dai,
anatakiwa awe kama daktari. Daktari siku zote hutoa dawa kwa mgonjwa. Wa hammu tabibi huwa kaifa yastati'u an yaqdiya ala almaradi wa laysa ala almaridi. Na madaktari wote duniani targeti zao, malengo yao, ahdafu zao, vipi wanaweza kutokomeza ugonjwa na sio kumtokomeza mgonjwa. Kweli si kweli? Madaktari wana fight kuokoa maisha ya watu. Kweli si kweli? Madaktari wanapambana na mgonjwa au wanapambana na ugonjwa ulio ndani yake? Wanapambana na mgonjwa au ugonjwa ulio ndani yake? Semeni basi. Ugonjwa. Ibrahim hakukata tamaa, kasema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Allah, mghufurie, msameh baba yangu mzazi, hakika yake amepotea. Katika suratu Ibrahim anawaombea wazazi wake wote wawili. Sikiliza, Nabii Ibrahim huyo Khalilur Rahman anasemaje? Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li, Mola wetu mlezi nisameh mimi kiumbe chako Ibrahim, waliwalidayya, na wasameh wazazi wangu wawili, walilmu'minin, na wasameh waumini wote, yawma yaqumul hisab, ile siku ambayo itasimama hisabu. Huyu ni Ibrahim alayhi salam. Na mzazi wake mzee Azar, kama ilivyokuja ndani ya Qur'an, pamoja na ikhtilafu za maulama zilizopo, jina la baba yake alikuwa nani, lakini aya imesema kabisa, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman. Pamoja na kwamba baba yake alikuwa mshirikina na sio muislamu kabisa, bado walikuwa akimpenda, akimhurumia, akimtakia kila la kheri. Juu yake alikuwa akimwombea msamaha. Suratu Tauba inasema falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Alifanya hayo kwa muda mrefu mpaka palipombainikia kwa kuwa baba yake si muislam, ni kafir, ni mushrik. Palipombainikia baba yake ni adui wa Allah wazi wazi, hapo ndipo walipoamua kuachana na baba yake. Baba yako na baba yangu madama ni waislamu, hata kama wana maovu kiasi gani, unapaswa uwapende, uwaheshimu, uwahurumie, uwaombee dua, mke qiyamul layl. Abu Huraira anakuja kwa bwana mtume, sema ya Rasulullah, muombee mama yangu Allah ampe hidayah asilim. Na bwana mtume anasema Allahumma hdi umma abi Huraira, Allah muongoze, mpe hidayah mama wa Abu Huraira. Mtume anasoma dua hiyo mara 3. Abu Huraira anarudi nyumbani, anagonga hodi, mama yake amechelewa kumfungulia. Baada ya kitambo anafungua mlango, anasema samahani mwanangu, nilikuwa bafuni na koga, nimejikoki, nimejiandaa, nimejitwaharisha, nasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Leo kuna watoto wanalaani wazazi wao. Huwa wajibu wa kuombea msamaha kwa Allah hilo halipo, halipatikani, bali wanawakandamiza na kuwaombea dua mbaya. Subhanallah.
Na wengine tuna dini, hatujawahi kuwatukana wazazi wetu wala kuwalaani, lakini tunawalaani indirect na sio direct. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amesema, asimlaani mmoja wenu mzazi wake. Akaulizwa, nani anaweza kumlaani mzazi wake ya Rasulullah? Akasema, kumlaani mzazi kuko hivi: yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli au yal'anu ar-rajulu aba ar-rajuli, kitendo cha mtu kumtukana baba wa mwenzake au kumlaani baba wa mwenzake, kisha yule naye akarejesha tusi na laana ile kwa baba yako. Bwana Mtume anasema, wewe uliyeanzisha hayo matusi, hizo laana kwa mzazi wa mwenzako, ndiye unayehesabiwa kisheria umemtukana mzazi wako, kwa sababu yule naye atamtukana mzazi wako. Matusi yale, Bwana Mtume anasema, wewe ndiye uliotukana wazazi wako. Ndugu zangu, tukimwacha Nabii Ibrahim alayhi salam, Nabii Nuh alayhi salam, mtume wa kwanza kutumwa katika ulimwengu huu, katika suratu Nuh aya za mwisho, sote tumehifadhi hizi aya. Alisema nini? Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala bayti. Rabbi ighfir li wa liwalidayya, Mola wangu mlezi, wasameh wazazi wangu wawili. Mola wangu mlezi, nisameh mimi makosa yangu na wasameh wazazi wangu wawili. Rabbi ighfir li wa liwalidayya, ewe Mola wangu mlezi, nisameh mimi mja wako Nuh na wasameh wazazi wangu wawili. Waliman dakhala baytiya mu'minan, na wasameh wote watakaoingia katika nyumba yangu ili hali ni waumini. Walilmu'minina walmu'minat, na wasameh waumini wa kiume na waumini wa kike. Manabii hawa walikuwa wakiombea wazazi wako. Watoto wa zama hizi, Sheikh Mazrui, wamedata na kujizima data, wamedata na kujizima data. Kuna watoto wazazi wao, bismillah masha Allah, wamewaachia urithi. Mzazi kafaiti, maskini wa Mungu, ana nyumba zake barabara ya 14, si ya 10 ngapi, kaacha takriban nyumba 4-5 Sheikh, ambapo watoto hawa hata wakiishi miaka 100 pengine wanaweza wasijenge hizo nyumba, wanawasipati. Wataishia kuwasifia tu, bwana mzee bwana dingi bwana alikuwa mjanja, bwana mzee bwana safi, mtoto wa mjini alikuwa bwana. Haya, nyumba 5 zote hizo sasa toa wakfu hata moja basi kwa ajili ya msikiti wa Ijumaa, ili baba yako awe nakula matunda yake. Basi umeshindwa, nyumba iko barabarani, kuna frame nyingi, frame moja toa wakfu basi. Hizi 200,000 zinazoingia hizi agusi mtu, ni umeme wa msikiti wa Ijumaa kwa ajili ya baba. Mnaishia kumsifia alikuwa mjanja, mtoto wa mjini, mnagombea urithi, mnapelekana mahakamani, pengine mtarogana. Mkitoka hapo hakuna tena mwenye habari na huyo mtoto wa mjini mnayemsifia aliyekuachieni nyumba 5 au 6 hapa mjini. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndugu zangu, sikilizeni faida ya kumfanyia istighfar mzazi wako aliyetangulia mbele ya haki. Haya ni maneno pure, maneno original, maneno sahihi ya mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imamu Ibn Majah anapokea katika sahihi yake mjalladi wa 3 kurasa 214. Al-Imamu Ahmad anapokea katika musnadi yake
kwa nambari 10610. Hadithi hii ya ajabu kabisa, hadithi tamu kweli kweli, hadithi amsha inayoamsha akili za watoto zilizolala. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, mtu aliyekwisha tangulia mbele ya haki, ambaye baada ya kulazwa mwanandani, mzazi aliyetangulia mbele ya haki, baada ya kulazwa mwanandani Munkar na Nakir, malaika wawili wakamuuliza maswali yale, na alhamdulillah akaweza kuyajibu, akafuzu. Atakunjuliwa kaburi lake na kuambiwa, tazama nyumba ile pale. Ungedunda leo, ungefeli hapa leo katika haya maswali, nyumba yako ingekuwa ile pale ya moto wa Jahannam. Sasa nyumba yako ni ile pale ya pili. Siku ya kwanza mtu anajua alipolazwa, masani mengi ataelekea wapi, motoni au peponi, anajua. Baada ya interview ndogo, maswali ambayo tunawasomesha watoto wa Nasar, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, maswali matatu: nani mola wako uliyekuwa ukimwabudia, nani mtume wako, na ipi dini yako? Akijibu mambo yake ni super. Katika suratu Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kwa kuwa alikuwa akiyaishi hayo duniani, kaburini anapeta tu, atajibu kwa taufiki ya Rahman alladhi allama alquran. Sasa Bwana Mtume anasema akishajibu, akajua daraja lake, position yake, nafasi yako ni hii na makazi yako ni yale, subiri siku ya hisabu. Kaburi lake ni kubwa, litakunjuliwa, hatobanwa na mwanandani, kwa raha zake mimi na wewe hatuoni tu yanayoendelea mule. Ameshajua daraja lake, tahamaki siku moja anabadilishwa daraja, anabadilishwa position, anabadilishwa nafasi, anabatoka hapa njoo huku mbele zaidi, juu zaidi, kulikokuwa kuzuri zaidi. Mzazi huyo mpaka atastuka, atauliza kuwauliza wale malaika. Bwana Mtume kasema hayo, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna fayaqulu anna li hadha, hakika ya mtu aliyekwisha tangulia mbele ya haki, nafasi yake amekwisha ijua, daraja lake amekwisha lijua, position yake amekwisha ijua, tahamaki siku moja anahamishwa huku, anapelekwa kuzuri zaidi, daraja la juu zaidi, daraja zuri zaidi. Atauliza, atasema, anna li hadha, hili mimi nimelitoa wapi? Mbona tangia nimekufa mwaka mzima nishajua mimi nafasi yangu nafasi fulani? Bima hadha ya Rab, nahamishwa kwa mazuri gani nilionayo? Nimefanya nini kwani mimi? Unajua jawabu kwa kinywa cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fayuqal, atajibiwa, bistighfari waladika laka. Allahu akbar, Allahu akbar. Ataambiwa, tumekutoa huko ambako ni kuzuri, tumekuleta kuzuri zaidi, first class, daraja la kwanza babu, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa yapi? Kwa sababu ya istighfar anazokufanyia mtoto wako. Mtoto wako fulani bwana, kila siku rabbi ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, ya rabbi msamih mzee wangu, ya rabbi alikuwa na mapungufu yake, ya rabbi msamih mama yangu mzazi. Mtoto wako amezidi bwana, kila wakati anakuombea msamaha. Mola amepokea dua ya mtoto wako,
unatolewa huku kuzuri, unapelekwa kuzuri zaidi. Istighfar ya mtoto kwa mzazi humpandisha daraja mzazi, kumtoa pahala na kumpeleka pahala pengine palipokuwa pazuri zaidi. Hilo hulijui, wengi wetu hatuna habari na hilo. Kama hili halitoshi ndugu zangu, suratul Isra pia imeagiza tuwaombee rahma wazazi wawili. Allahu akbar. Hebu sikiliza Allah anasemaje. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, amekwisha hukumu Mola wako mlezi ya kuwa msimwabudu yoyote ila yeye peke yake. Hii ni hukumu ya kwanza, haki ya kwanza. Allah anaeleza haki yake kwanza, kisha akasemaje? Wa bil walidaini ihsana. Qur'ani tukufu, Allah kila anapoelezea haki zake, baada ya yeye anamfanya mzazi kuwa nambari 2, anazungumzia haki ya mzazi. Sikiliza wewe usiyejua thamani ya wazazi wako, unawajibu vibaya. Mzee umezidi bwana, nakuheshimu mzee mimi wewe. Dunia ni duara. Wazaramu watemeke tunasema dunia dorange. Mtoto wako atakuzingua nawe kama unavyomzingua baba yako. Tulia tu, malipo hapa duniani babu. Allah anasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, amekwisha hukumu Mola wako mlezi msimwabudu yoyote ila yeye. Wa bil walidaini ihsana, na pia amehukumu Mola wako mlezi kuwatendea wema wazazi wawili. Katika suratu Luqman, Dr. Qahtan, sikiliza Allah anasemaje. Vijana wanashindwa kusoma Qur'ani hawa. Someni Qur'an, Qur'an ndo mpango mzima. Qur'an haijaacha kitu. Qur'an ni raha, zaidi ya raha, na ndio ilmu nambari 1 kuliko ilmu zote. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema al-Qur'anu aslul ulum, Qur'an ndo asli, chanzo cha elimu zote. Vijana mnasoma, hongereni kwa kusoma, mashaallah, tabarakallah, lakini kwenye Qur'ani mkoje? Juzu ngapi mmehifadhi? Ukipewa msaafu trekta italima shamba, unatatata au unaweza kufronti? Huenda baadhi ya vijana aya hii hawajawahi kusikia. Allah anasemaje? Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, nishukuru mimi we mwanadamu na washukuru wazazi wako wawili. Hebu angalia, kila anapomtaja mzazi anapojitaja yeye, angalia anapojitaja yeye anamtaja na mzazi. Katika suratu Al-Isra anazungumzia haki yangu ambayo ni wajibu juu yenu, msimwabudie yote ila mimi. Haki ya pili, watendeni wema wazazi wenu wawili. Suratu Luqman, anishkur li wa liwalidayka, nishukuru mimi wewe mwanadamu na washukuru wazazi wako wawili. Mimi namshukuru Allah tu. Hapa shukuriwi mtu. Bila ya Allah usingeweza kunilea. Kosa kwa taarifa yako, hujanilea wewe, Allah ndo kakupa hiyo uwezo wa kunilea. Mtovu wa nidhamu, hujui chochote. Allah anasema anishkur li, nishukuru mimi, waliwalidayka, na washukuru wazazi wako wawili. Ilayya al-masir, kwangu mimi ndiko mtakapoelekea. Sasa angalia suratu Al-Isra inasemaje? Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma
imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma, wazazi wako wawili wakifikia utu uzima wote wawili au mmoja wapo, wakishakuwa watu wazima wamechoka kimwili, pengine kiakili, wanahitaji subra zaidi na kuwahendo zaidi. Fala taqul lahuma uff, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Wakifikia utu uzima wote wawili au mmoja wapo, usiwajibu hata neno la uf. Uf, alif na fe, kizungu yu na f. Uf, neno dogo sana. Usiwajibu. Wala tanharhuma, wala usiwakaripie. Wala tanharhuma, wala usiwanyanyase, usiwafoke. Waqul lahuma qawlan karima, siku zote wape maneno mazuri. Wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, wainamishie bawa la huruma, kuwa na huruma nao. Angalia sasa, Qur'ani inatoa maelekezo. Waqul rabbirhamhuma, waqul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Daima waombe dua rahma, sema Mola wangu mlezi, rabbirhamhuma, Mola wangu mlezi, warahamu, wahurumie wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea nikiwa mtoto mdogo kabisa. Ulama utarbiyah, mashekhe zangu wanatuambia, kwa nini Qur'ani haikusema waqur rabbirhamhuma kama waladani saghira? Nasema ewe Mola wangu mlezi, warahamu kama walivyonizaa nikiwa mchanga. Kwa nini Qur'ani haikusema rabbirhamhuma kama waladani, Mola wangu mlezi, warahamu kama walivyonizaa? Limadha abbara bitarbiyah wa lam yuabbir bilwilada? Kwa nini Allah hakusema warahamu kama walivyonizaa, bali kasema semeni rabbi warahamu kama walivyonilea? Ulama utarbiyah, ulama wa malezi wanatuambia kuzaa kazi yake ni ndogo sana kuliko kulea. Ule uchungu anaupata pale mama maskini, anahangaika, anahisi roho inamtoka, anasikia maumivu, hawezi kusimulia. Ni dakika chache tu Allah kishampa wepesi, akijifungua maumivu yote yametoweka. Kazi sasa kwenye ulezi, sasa haja kubwa haja ndogo kwenye mwili wao, wanacheza na haja zako, wanakuchamba kila wakati, wanacheza na uchafu wako. Wewe leo anaumwa, nenda kamsafishe babako. Mambo gani bwana, bi mkubwa, fanya mwenyewe bwana. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tukiwa katika mambo matano ambayo kila mtu anapaswa awafanyie wazazi wake wawili waliokwisha tangulia mbele ya haki, tukasema jambo la kwanza, unapaswa kuombea dua mara kwa mara.
Jambo la pili, kuwafanyia istighfar, kuombea msamaha kwa Allah jalla fi ula, kuonyesha kwamba mzazi bana ni mtu wa pekee. Maulama wanasema mtu yeyote anaweza kukuhusudu ila mzazi wako. Mtu yoyote anaweza kukufanyia hasad akakuonea wivu ila mzazi wako. Chunga usije kusema mzee unanimaindi bana, bi mkubwa umezidi unanimaindi, wazee wengine bana na husda tu. Ndugu yako wa baba mmoja mama mmoja anaweza kukumaindi na akakufanyia hasad. Kwa ushahidi wa Qur'an, ndugu zake Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lilinsani aduwwun mubin. Baada ya Yusuf kuota ndoto nzuri, mwezi nyota siku 11 vinamsujudia yeye, mwezi na jua, kamwambia baba yake Nabii Yaqub alayhi salam. Yaqub akajua maana ya ndoto ile. Cha kwanza akamwambia, ndugu zako wa damu hawa uliozaliwa nao baba mmoja, ukoo mmoja, jina la baba mmoja, usiwahadithie hii neema yako, watakufanyia hasad na watakufanyia vituko na vitimbi. Na ndicho kilichomtokea Yusuf, na kisa mnakijua. Mke wako anaweza kukufanyia uadui, ndio. Mtoto anaweza kumfanyia uadui mzazi wake, ndio, lakini mzazi hawezi kufanya uadui kwa mtoto wake. Tupe ushahidi. Sisi ni watu wa kitabu, na tuanze na kitabu. Si mtume kaanza na kitabu, kasema kitabu Allahi wa sunnati. Nimekuacheni vitu viwili, kitabu cha Allah Sheikh Ilyasa na sunna zangu. Kwanza kitabu, sio? Tuanze na kitabu, tusikiruke wazee. Qur'an nasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, inna min azwajikum, hakika katika wake zenu, wa auladikum, na katika watoto wenu, aduwwan lakum, ni maadui kwenu nyinyi. Baadhi ya wake wanaweza kuwa maadui kwa waume zao, hawawezi. Qur'ani imekata shauri hapo. Baadhi ya watoto wanaweza kuwa maadui kwa wazazi, hawawezi. Tena Qur'an nasema fahdharuhum wa tahadharini. Lakini mzazi hata siku moja, ndugu zangu, hawezi kumfanyia uadui mtoto wake. Mzazi ndo mtu pekee, ukiumwa anatamani maradhi yahamie kwake. Mtu pekee anayeumia mara mbili pindi unapopata matatizo. Hasa mzazi wa kiume, muogope sana. Haliagi, machozi yake ni ndani kwa ndani. Kwa hivyo maulama wa Kiislamu wanasema watu wote duniani hawako tayari uwashinde, uwazidi chochote hapa duniani. Ndugu yako wa baba mmoja mama mmoja hawezi kufurahia umzidi kwa mali, umzidi kwa cheo, umzidi kwa kupendwa, umzidi kwa kutajwa vizuri. Anaweza kamaindi ndani kwa ndani. Mtu pekee ambaye anatamani umshinde kila kitu, uwe juu yake kwa kila kitu, mzazi wako pekee yake. Kwa hivyo ndugu zangu, angalieni Qur'an inaeleza qima ya mzazi katika suratul Ma'arij.
muovu siku ya kiyama atakapoletwa katika mizan, akaona resulti zake, matokeo yake, natija zake, atatamani kila alichonacho akitoe fidia ili aokoke, asipelekwe motoni. Kila kitu yuko tayari kutoa mtu, kasoro mzazi peke yake hayuko tayari kumtoa. Twende katika suratul Ma'arij. Allah anasemaje? Aya maarufu kabisa, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhab, يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. نعم imekata tutumia hii Suratul Ma'arij. Sikiza nasemaje, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani, waovu wataonyeshwa, waonane live kwa live bila ya chenga. Atatamani muovu lau angejigomboa kwa adhabu siku hiyo, anatamani ajigomboe kutokana na adhabu ya Allah kwa kuwatoa watoto wake fidia. Tuko pamoja? Tuko pamoja ndugu zangu? Aya inasema yubassarunahum, waovu wataonyeshwa wao kwa wao, watakuwa ni wenye kuonyeshwa, wenye kuonana. Yawaddul mujrimu, atatamani, atataka yule muovu, lau yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani, atatamani siku hiyo abaki salama, aokoke, ajigomboe na adhabu ya Mola wake kwa kuwatoa muhanga na fidia watoto wake. Chukua watoto wangu ya Rabbi hawa 10, wachome ili mimi nipone. Wa sahibatihi wa akhihi, watoto peke yao? Jawabu la. Atatamani kumtoa hadi mkewe. Chukua wife, mamie sheghele, hani wangu, baby wangu, sweetie wangu, hati wangu, chukua ya Rabbi, choma, mimi nibaki. Wa akhihi, atatamani hata ndugu yake wa damu amtoe fidia, badala ya kuadhibiwa yeye waadhibiwe ndugu yake. Wa fasilatihi allati tuwi, atatamani mpaka jamaa zake wote awakusanye, ndugu zake wa damu, jamaa zake, awatoe pale waadhibiwe wao badala ya yeye. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, atatamani kuwatoa wote waliomo ardhini, wanadamu wote wachomwe, awatoe fidia badala yake yeye, ili yeye aokoke, apone, asiadhibiwe na Allah. Ukiangalia aya hii katika suratu Al-Ma'arij aya nambari 11, utaona Allah kataja sampuli mbalimbali za watu, lakini hakumtaja mzazi. Yani muovu na uovu wake na majanga yake na madhambi yake na makosa yake, ameshajua leo unaenda motoni wazi wazi, yuko tayari kumtoa fidia kila mtu achomwe moto, badala yake yeye
kasoro hayuko tayari kumtoa mzazi wake. Qur'ani hiyo ndugu zangu, someni. Huyo ndo mzazi ndugu zangu. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kumfanyia ni umombe baada ya kufariki kwake, taban umombe dua. Jambo la pili umfanyie istighfar. Jambo la tatu wa infadhu ahdihima, utekeleze nyasia zao. Kama kuna wasia alikuwa amekuachia wakati anaumwa, mwanangu njoo, wewe ndo mkubwa, halla ndugu zako waangalie. Najua wakorofi hawa, najua watakusumbua hawa, kwa ajili yangu waangalie. Shekhe, piga uwa garagaza, wacha wakusumbue, fanya subira, kwa sababu ni wasia amekuachia mzazi wako dhidi ya ndugu zako. Au baba amekwambia ammi yako, huyu namjua kaka yangu mimi, roho yake inaijua, akinituachie magomvi mimi na yeye, nikifa mpe heshima kama kawaida na msaidie. Shekhe, hata akiwa ni mchawi huyu ammi yako msaidie, kwa sababu baba yako alikuachia wasia wewe. Tekelezeni nyasia zao, muda wa kuwa ni nyasia za kisheria, wamekuhusieni juu ya haki, juu ya taa ya Allah jalla fi ulah. Jambo la 4, wa ikramu sadiqihima, muwakirimu, muwaheshimu, muwathamini marafiki zao. Kila mzazi ana rafiki zake, na watoto wote tunajua mzee huyu ndo besti wake. Mzazi kafariki, unakutana na baba yako barabara ya 10 na ya 9, unamkwepa mzee mnoko, ile mnoko rafiki yake mzee bwana. Shekhe, na unoko wake nenda mbusu mkono kwa ajili ya baba yako. Muheshimu kwa ajili ya baba yako. Kila ambaye mzazi wako alikuwa akiwapenda na wewe mpende. Mimi nitakupeni kisa cha ajabu sana kimenitokea mimi mwenyewe. Sitaki kutaja wapi na sitaki kumtaja mtu. Uqsimu billah, na apa kwa jina la Rahman aliyefundisha Qur'an. Kuna mtu aliwahi kunivaa uso kwa macho, kaniambia, mimi wewe bwana nilikuwa sikupendi kabisa, na mimi simjui, lakini sasa nakupenda. Mimi sikutaka kumuuliza kwa nini ulikuwa hunipendi, nilikukosea nini. Huwa sipendi kujipa kibarua hicho, bali nilichomuuliza, kwa nini sasa unanipenda? Akasema, baba yangu mzazi anakupenda we kupita maelezo, na ameshafariki, na lazimika nikupende kwa ajili ya baba. Wallahi nilimkombatia, sikuudhika na ile kuniambia sikupendi. Nime-appreciate, nimethamini kumtii kwake Mtume Muhammad. Nani aliyesema kila ambaye baba yako alikuwa akimpenda, akimheshimu, akimthamini, na wewe muheshimu, mthamini? Nani kasema maneno haya? Mtume Muhammad. Na sisi ndio mwalimu wetu, si ndio kiongozi wetu, kipenzi chetu, ama sio? Sasa lazima tumfuate, tumsikilize anayoyasema. Basi mpaka leo amekuwa na mimi nampenda. Juzi Ijumaa iliyopita nimeonana naye pahala, nimemkombatia, nikamkumbusha lazima ulipende, baba yako alikuwa ananipenda. Wallahi nilisema hivyo, uqsimu billah, kisa cha haki kabisa. Mahallu shahid, point yangu, huyu ana akili. Wangapi leo wazazi wako wanawapenda wewe unawachukia? Shoga wa mama yako, bibi mimi simpendi, mchawi kabisa, anafuata nini kwa mama huyu? Una adabu, muheshimu, mpende, ni sawa na mama yako. Tumeelewana vijana wenzangu? Katika sahihu Muslim, sikizeni kisa cha ajabu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardah,
Kisa hichi anakisimulia Abdullah ibn Dinar. Anasema anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kharaja ila Makkah bihimarin lahu yatarawwahu alayhi idha malla rukuba ad-dabba. Abdullah ibn Umar siku moja ametoka Madina kwa punda badala ya farasi au ngamia, anaelekea Makka, na alikuwa na tabia ya kubadilisha usafiri. Akichoka sana kumpanda farasi au ngamia, anapenda kumpanda punda wake. Fabainama huwa ala dhalika alhimar, moja ya masiku akiwa njiani juu ya punda wake, idh marra bihi a'rabiyun, akawa amepita pahala kuna kijana mmoja bedui. Wale masahaba wengine hawamjui. Abdullah ibn Umar alipomwona yule kijana, kashuka katika punda, fanazala min alhimar, kashuka katika punda. Faqal, akamwambia, alasta ibn fulan ibni fulan, wewe si mtoto wa fulani, baba yako si fulani? Akasema bala, ndiyo. Abdullah ibn Umar aliposhuka, angalieni maajabu aliyoyafanya. Akashuka, akamkamata punda, kenda kumkabidhi, akamwambia irkab hadha, nakupa huyu punda, ni wa kwako, kuanzia sasa atakusaidia kwenye safari zako. Mimi nitachapa ngoko, nitatembea kwa miguu. Subhanallah. Si hilo tu, kavua kiremba chake na akampa, akamwambia, na kiremba changu hichi kivai kichwani. Faqala ibn Dinar, Abdullah ibn Dinar akasema, faqulna lahu aslahaka Allah. Abdullah ibn Umar, Allah kuongoze wewe, ndio nini unachofanya? Una safari ndefu ya kwenda Makka, unamkamata punda wako, usafiri wako mazima unamkabidhi, chukua wa kwako, bedui, humjui hakujui, unavua kiremba chako unampa. We mtu ajabu sana. Abdullah ibn Umar akatamka maneno mazito sana, akasema, inna aba hadha kana wuddan li Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nafanya hivyo, natoa usafiri wangu kumpa huyu na kiremba changu, nampa heshima zote huyu bedui mnayemwona hana maana, kwa sababu baba wa huyu alikuwa kipenzi cha baba yangu mimi Umar ibn al-Khattab. Takbir. Sasa ni mtoto kwa mtoto, si rafiki wa baba yake, mtoto wa rafiki wa baba yake. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, na mimi Abdullah ibn Umar nimemsikia siku moja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ahla widdi abihi, hakika wema katika mema, ihsan kubwa katika ihsan ni mtu kumfanyia ihsani kipenzi cha baba yake. Kwa hiyo haya ninayoyafanya, nafanya kwa ajili ya baba yangu Umar ambaye amekwisha fariki, namkirimu, namsaidia mtoto wa rafiki yake. Kaamua kutoa usafiri wote, Sheikh, usafiri wote. Mimi sikwambii wewe mtoto wa Kitanga toa gari lako mpe rafiki wa baba yako, utanizingua. Tunajua utasema usheka data ni yeye anaweza kufanya hicho. Basi ukimwona rafiki wa baba yako, ingia mfukoni, baba usafiri utakusaidia. Allah akakupa riziki, mpe 50, mpe 100, mpe milioni, huna hata 10,000, baba niombee dua mwanao. Hicho fanya kwa ajili ya kumkirimu baba yako mzazi,
na hayo ndio aliyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa mambo ambayo anatakiwa mtoto amfanyie baba yake mzazi baada ya kufariki kwake, awakirimu, awaheshimu, awathamini, awapende marafiki wa baba na mama. Jambo la mwisho na la tano, wasilatu rahimi allati la tusalu illa bihima. Bwana Mtume anasema, na uendeleze udugu na ndugu wa baba yako na mama yako, ammi zako, ammati zako, maankali wako, wajomba zako, mashangazi zako, hata kama wengine wanazingua. Na mimi kijana mwenzio najua wengine wanazingua kweli, lakini ukimwona mama yako mdogo toka nikotoke na baba yako mzazi, hata kama ni mnoko mkuda, muda wa kuwa mama kashafariki, mheshimu, mtembelee, akiwa na shida msaidie. Bwana Mtume anasema, al-khalatu bimanzilati al-um. Mama mdogo nafasi yake ni mama kabisa, ni kama mama kabisa. Mjomba, Waarabu wanasemaje? Il-khal walid. Mjomba vile vile ni mzazi. Waswahili tunasema mjomba nani? Ni mama. Wajifanya wampenda mama, alafu baada ya mama kufariki unampiga mjomba teke. Unamjifanya unampenda baba, baba alipofariki unalia kweli kweli. Baba zako wadogo, maammi zako, shangazi zako unawapiga teke. Wewe si mtoto mwema. Haya ndio mambo matano ambayo tunapaswa kuwafanyia wazazi wetu baada ya kufariki kwao, kwa kujumuisha jambo la kwanza, twende kama mnakumbuka. Jambo la kwanza, kuwaombea dua. Jambo la pili, kuwafanyia istighfar. Jambo la tatu, kutekeleza wasia zao, nyasia zao. Jambo la nne, kuwaheshimu na kuwathamini marafiki zao. Jambo la tano, kuendeleza na kuunga udugu na ndugu zao. Pale nilipopatia ni taufiki ya Rahman, na pale nilipokosea au nikatereza au nikachapia au nikaacha pointi zilizo muhimu, aya kede kede, hadithi kede kede, na nikiri vingi nimeviacha hapa kwa ajili ya kuokoa muda. Tutosheke na haya machache. Pale nilipopatia ni taufiki ya Rahman, pale nilipokosea ni mapungufu ya kibinadamu, na hakuna mwanadamu hata mmoja aliyekamilika. Nitoe shukrani kwa uongozi wa msikiti huu. Hakika mmenifungulia mioyo yenu kabla ya milango yenu. Hii ni mara ya pili mimi napewa fursa kuzungumza katika msikiti huu mkubwa Tanga nzima, maarufu msikiti wa Ijumaa. Allah ajalie yote niliyozungumza hayo yawe katika mizani ya hasanati zenu, viongozi wa msikiti huu wote na waumini wote kwa ujumla. Lakini jambo la pili, bismillah, mashaallah, mashekhe wa Tanga wamenikirimu sana. Kama alivyosema wazee wa msikiti, imamu hapa Sheikh Mazrui, ndugu yangu Sharif mwenzangu pale Sheikh Ali, na wengine, Sheikh Bawazir hapa, lakini pia na mashekhe. Yuko Dr. Salim Qahtani hapa, ndugu yangu, kijana mwenzangu. Yuko Sheikh Said Umar, rais wa Darul Hadith As-Salafiyah. Yuko Sheikh Ali Kiroboto wa Al-Khairi pale Direct Aid. Yuko wengine siwaoni, yuko Sheikh Fumo, yuko Sheikh Mashi, mashekhe mbalimbali, Sheikh Mbwana. Kwa muda huu uliosalia, Sheikh Mazrui, ikikupendeza basi kila moja achukue mic asalimie tu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ili kuleta umoja. Na Waislamu wanapenda kuona mashekhe zao, viongozi wao wakiwa pamoja. Ndivyo sivyo jamani? Ndivyo Lakini
Pia niombe jambo moja kwa heshima la taadhima, yuko ndugu yangu kipenzi Abu Ibrahim, ndugu yangu Muhammad Faraj Al-Jabri, mzee wa Liverpool, katoka kwa Mombo, mbali kwa Mombo. Akhera ni karibu kuliko Mombo, si unajua? Akhera ni karibu kuliko Mombo. Maana sasa hivi ukidondoka tutapa akhera tayari, lakini Mombo mpaka ukate masafa. Katoka kwa Mombo na mambo yake mengi, akasema wewe ndugu yangu na kuunga mkono na kuja kwenye muhadhara wa leo, na najua na mambo mengi. Ningeomba basi na yeye akaja hata mbele. Huyu najua unajificha ficha, lakini nishakuona. Kwa heshima na taadhima ni kuombe hapa. Najua kina Sheikh Mazrui na wazee hawa ni ndugu zako. Sheikh Muhammad Al-Jabri wengi wanakujua kwa jina la Muhammad Fereji, lakini Kiarabu ni Muhammad Faraj. Fereji mambo yao Kiswahili nyinyi hayo. Pia tumuombe aje mbele hapa kama kuna kiti. Sheikh Mazrui, nakushukuru, nashukuru uongozi, Allah wabarik sana. Ukiwapa mashekhe wakasalimia pamoja na Sheikh Muhammad pia katoka mbali, wengine hawamjui. Allah ibarik fikum, jazakumullah khair, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.